Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Mchezo mkubwa wa kombe la CRDB Bank Federation Cup ama FA ambao tumetoka kutazama siku ya leo kutokea katika uwanja wa KMC Complex uliopo jijini Dar es Salaam ni mtanange ambao umekutanisha klabu ya soka ya Simba Sports Club majira ya saa 12:30 wakialika klabu ya soka ya TR United, mchezo ambao umemalizika kwa klabu ya soka ya Simba kuweza kufanikiwa kuibuka na ushindi na kuweza kutinga hatua inayofuatia yani nusu finali michuano mikubwa ya kombe la CRDB Bank Federation Cup kwa mwaka 2025 2026. Bwana, kabla ya kuendelea mbali, kama ni mshabiki wa Simba Sports Club umeweza kufurahishwa na ushindi ambao Simba wameweza kupata siku ya leo, like video yetu, alafu tuende kwenye comment section katuambie wewe ni mshabiki unayeshabikia klabu ya soka ya Simba ukiwa maeneo gani. Fahamu katika dakika ya 6 kupitia kwa Clatous Chama, mchezaji ambaye amezaliwa na upya ndani ya kikosi cha wekundu wa Msimbazi, akipokea pasi safi iliyopigwa na Nixon Clement Kibabage akaweza kuitanguliza klabu ya soka ya Simba Sports Club, na Simba wakaendelea kufanya msako katika lango la TR United kwa sababu dakika ya pili ya 26 kupitia Anicent Yaura, winga ambaye kwa sasa amekuwa bora ndani ya kikosi cha wekundu wa Msimbazi, akaweza kuiandikia klabu ya soka ya Simba bao la pili, na mpaka half time klabu ya soka ya Simba walikuwa kifua mbele kwa mabao 2-0 dhidi ya TR United. Katika kipindi cha pili klabu ya soka ya Simba wakarejea na mwendo ule ule wa kuendelea kulisakama lango la klabu ya soka ya TR United, na katika dakika ya 65 kupitia kwa Selemani Mwalimu aliweza kuiandikia klabu ya soka ya Simba bao la tatu akipokea pasi safi iliyopigwa na mchezaji anofahamika kwa jina la David Kameta Duchu, na dakika 79 kupitia kwa Bashiri Kibaila, huu ni mchezaji ambaye anachipukia ndani ya kikosi cha wekundu wa Msimbazi, akaweza kuiandikia klabu ya soka ya Simba bao la 4. Na ikumbuko kwa upande mwingine Simba Sports Club katika hatua ya nusu finali watakwenda kucheza dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Coastal, huku nusu finali nyingine ikitarajiwa kuchezwa kati ya klabu ya soka ya Azam dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Yanga Sports Club ambaye ndiye bingwa mtetezi wa kombe hilo la CRDB Bank Federation Cup kwa msimu wa mwaka 2025 2026, ambapo tunashuhudia huenda tukaishuhudia fainali ya kibabe ikienda kuchezwa msimu. Bwana, unao nafasi ya kwenda eneo la comment na kutuambia katika mchezo wa leo Simba dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya TR United, je, ni mchezaji gani ambaye ameweza kukukosha na kuvutiwa na kiwango ambacho ameweza kukionyesha katika mchezo huu wa robo finali michuano mikubwa ya CRDB Bank Federation Cup. Sasa mara baada ya mchezo wa klabu ya soka ya Simba ni tayari kumalizika na klabu ya soka ya Simba kuweza kufanikiwa kuibuka na ushindi wa mabao 4-0 dhidi ya TRA, basi kupitia meneja habari na mawasiliano wa klabu ya soka ya Simba ameweza kufunguka maneno yanayosemaje. Anasema hivi: alhamdulillah, ushindi mnono hapa, akimshukuru Mwenyezi Mungu na kusema kwamba Simba wamepata ushindi mnono. Mpira mkubwa, klabu bora ya mwaka imeendelea kuthibitisha ubora wake, jogoo la shamba haliwiki mjini. Huyo ni ndugu Ahmed Ali akithibitisha kwamba Simba wameweza kupata ushindi mzuri, bila kusahau kwa upande mwingine ni ushindi ambao umeifanya klabu hii kuweza kwenda hatua ya nusu finali michuano mikubwa ya CRDB Bank Federation Cup msimu wa mwaka 2025 2026, na vile vile ameweza kupiga kijembe kizito kwamba jogo la shamba aliwiki mjini, kwa maana kwamba hawa TRA wameshindwa kufurukuta mbele ya klabu ya soka ya Simba Sports Club. Nini maoni, ni mtazamo kwa hiki ambacho amekisema ndugu Ahmed Ali? Una nafasi ya kwenda eneo la comment na kushare maoni yako.